matendo yako ya saa hii itaamua ni wapi wakati utakapofufuliwa. 15 verses, I think 14 ni hapo Wakorintho wa kwanza. 15 verses 14. Tena kama Yeshua hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Kama Yeshua hakuweza kufufuka, kuhubiri kwetu na nini? Na imani yetu ni bure. Hiyo ndio msingi wa kuweza kukubali Yeshua Masihi, kuweza kuja kanisani kila siku, kwa sababu hatuangalii tu maisha ya sasa, bali kuna maisha ambayo inakuja. Bwana asifiwe. Bure tungekuwa tunafanya mambo ya kidunia, tunajifurahisha na mambo mengi ya dunia hii, lakini kwa sababu kuna ufufuo, ndiposa tunabadilishwa, ndiposa kuna umuhimu wa kubadilika, ili atakaporudi Yeshua Masihi tutaweza kuurithi ufalme ambao unakuja. Tunasikia ya kwamba kufufuka, watu watafufuka. Katika kitabu cha Daniel 12 ukianzia verse 1 to 2, watu watafufuliwa. Wakati na kule kufufuliwa kuna watu wa aina mbili. Hebu tusikie. Wakati huo Mikaeli atasimama. Mikaeli malaika atasimama. Jemadari mkuu asimamaye upande wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Kutakuwa na au kuwapo tangu ilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Bwana asifiwe. Tumeambiwa kwamba kutakuwa na wakati wa taabu ambao haijawahi fanyika. Na wakati huo watu wako wataokolewa kila mmoja. Na watu wataokolewa. Ameandikwa katika kitabu kile. Hebu rudia, watu wataokolewa. Watu wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Atakayeonekana kama ameandikwa katika kitabu cha uzima. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nje wataamka. Wanaolala kwa mavumbi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele. Kuna wengine ambao wataamkia uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na wengine aibu na kudharauliwa milele. Wengine kwa kudharauliwa kwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Yes. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Wacha hata itoshea hapo. Kitabu cha Warumi 2 mstari wa 6. Matendo ambayo tunafanya saa hii inaamua mahali ambapo tutaenda, kama tutaamkia uzima wa milele ama kusimuni. So wapenzi ndugu zangu, tumeweza kujifunza kuhusu kufufuka kwake Yeshua Masihi. Tumeona mambo mengi ambayo ni msingi wa imani yetu. Mungu aliweza kuwa na upendo wa kipekee, akaweza kutoa yule mwana wake pekee ili aweze kutuokoa, ili nasi tutembee na maisha mazuri na matendo mazuri yatakayotufanya tufufuke na yeye, kama vile alivyofufuliwa na Bwana. Sisi hata na sisi mauti itakapotupata tutaweza kufufuliwa. Hebu tusomee. Atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Tunaambiwa atamlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima. Katika kutenda mema, wale ambao walikuwa katika kutenda mema na saburi watafanywa nini? Watatafuta utukufu na heshima na kutoharibika. Watakuwa na utukufu na uzima na kutoharibika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutakuwa na uzima na kutoharibika na vitu ambavyo vinadumu. Na wale wenye fitina wasiotii kweli, na walio na fitina na waliokuwa wasiotii ukweli, bali wakubalio dhuluma. Wakubalio dhuluma. Watapata hasira na ghadhabu. Dhiki na shida. Juu ya kila nafsi ya mwanadamu. Atendaye uovu. Myahudi kwanza
Myahudi kwanza Na Myahudi hata pia. Myunani. Nani pia? Bwana asifiwe. So tumedhihirisha ya kwamba kuna kufufuliwa. Baada ya kukufa kuna kufufuliwa. Vile Yesu alivyoweza kufufuliwa. Bwana asifiwe. Hata na sisi tujue, tupende tusipende, hata mtu apende asipende, hata yule mtu ambaye hata okoka, tunaambiwa atafufuliwa asimame mbele ya kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo 20:11 kapata kujua ya kwamba kila mtu atapaswa kusimama katika kiti cha enzi ili aweze kudhihirisha matendo yake. Kisha nikaona kiti kikubwa cheupe. Nikaona cha kiti enzi, kikubwa cheupe pamoja na yeye aliyeketi juu yake. Yohana aliweza kuonyeshwa kiti kikubwa cheupe na yeye akitia katika hicho kiti. Dunia na mbingu ziliukimbia uso wake, ziliweza kumuogopa uso wake, wala mahali pao hapakuonekana hata mahali pa kuwekelea hicho kiti. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo. Yohana akasema aliona wafu waliokufa wadogo kwa wakubwa, wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Wakiwa wamefanya nini? Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikaweza kufunguliwa. Pia kitabu kingine, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho kitabu cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa. Hao wafu wakaweza kuhukumiwa matendo yao kulingana na matendo yao, kama yalivyoandikwa katika vile vitabu. Alafu bahari ikawatoa wafu. Hata bahari iliweza kuwatema wale ambao walikuwa wamekufia huko ndani yake. Nayo mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Kila mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyoweza kuyatenda. Bwana asifiwe. Kuna mahali pengine inasema ya kwamba hata miti itakuwa mashahidi. Bwana asifiwe. So itaweza kutoa ushahidi kulingana na vile unavyotenda sahihi. So wapenzi, ndugu zangu, upendo wa namna kubwa sana ambayo Bwana wetu Yeshua Masihi aliweza kutukufia pale msalabani ili tuweze kukombolewa. Tutaweza kuikimbia hiyo hukumu tukiweza kumwamini yeye, tukienenda kwa matendo mazuri ambayo tumeweza kujifunza na tunajifunza kila wakati. Kitabu cha Yohana Injili 15 mstari wa 13. Hakuna upendo unaoweza kulinganishwa na hii. Hata wewe ukiambiwa utoe mwana wako ama mtoto wako akufe kwa ajili ya mtu mwingine, ama wewe mwenyewe ukiambiwa utoa uhai wako kwa ajili ya watu wengine, si jambo la rahisi. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kubali ajitolee kwa ajili ya marafiki zake, si jambo la rahisi. So tusichukue huu upendo ambao tumepewa kimsari. 15:13 kitabu cha waraka wa Yohana, Yohana Mtakatifu, Yohana Injili 15 mstari wa 14. Hakuna mtu mwenye upendo mkuu kuliko huu mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Uhai wake kwa ajili ya marafiki zake. Bwana wetu asifiwe. Ninyi ni rafiki zangu mkifanya
ninayowaamuru. Akaendelea kusema ya kwamba mnavyofanya ninavyowaamuru, nyinyi mtakuwa marafiki zangu. Na mkikuwa marafiki zangu, nini itafanyika? Endelea kidogo. Siwaiti ninyi watumishi, siwaiti nyinyi Hatutaitwa watumishi tena. Kwa sababu watumishi hawajui bwana wao analofanya. Bali nimewaita ninyi rafiki, kwa maana nimewajulisha mambo yote niliyoyasikia kutoka kwa Baba yangu. Bwana asifiwe. So ni upendo mkuu ambapo Yahshua Mesia aliweza kutoa maisha yake. Mungu mwenyewe aliweza kutoa mwana wake kwa ajili ya kutuokoa sisi. So isije ikakuwa wewe ni pamoja na ya wale, ama tusije tukakuwa pamoja na wale ambao wataweza kuangamia kwa mfano wa kukaidi. Bwana asifiwe. Kwa maana mtu ataulizwa, dunia itakapo wataulizwa ya kwamba katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 3:19 utaulizwa kama uliweza kuona kama ni ya maana huu upendo ambao dunia ilipokea. Mtu ataulizwa katika hicho kiti cha enzi kama mtu aliweza kukubali mambo yale ambayo yalifanyika msalabani, ya kwamba Yahshua alikuja kusulubiwa ili dunia iweze kuokolewa. Hebu somewe kitabu cha Yohana 3:19. Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu ya kwa nuru imekuja ulimwengu. Ya kwamba nuru iliweza kuja ulimwengu, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Na watu waliweza kupenda nuru giza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Na hawezi kuja kwa nuru ili matendo yake yasiweze kuonekana. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana asifiwe. So Yahshua Mesia mwenyewe tumeambiwa kwamba yeye ndiye aliyeleta nuru katika huu ulimwengu. Bwana asifiwe. Matendo yake ni ya nuru. So kila mtu ambaye atakayetenda matendo mazuri atakuwa wa nuru. So hii ndio hukumu ya kwamba Yahshua Mesia mwenyewe alikuja kutuonyesha mambo mazuri ya kuweza kutuokoa. Yeyote ambaye anatembea kwa hiyo nuru ataweza kuokolewa. Hata manabii wote waliotutangulia waliweza kukiri ya kwamba huyu ndiye atakayeweza kutuokoa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10:42 waliweza kushuhudia ya kwamba huyu ndiye atakayeweza kubadilisha ama kuokoa ulimwengu. Kwa hivyo lile jambo ambalo liliweza kufanyika ya kwamba Yahshua Mesia aliweza kuzaliwa kwa mfano ya binadamu ili aweze tukaweza kumwamini. Mambo makuu ni yale ambayo aliweza kutukia. Tunajua kwamba huyu Yahshua alikuwa mwanzo, ni vile tu aliweza kubadilishwa asaliwe kama binadamu ili aweze kukufa ili aweze kutuokoa. Hebu na tusomewe kitabu cha Matendo ya Mitume. Inasema naye alituamuru kuhubiri kwa watu wote, na kushuhudia kwamba ndiye alitiwa mafuta na Mungu kuwa hakuna walio hai na wafu. Tena
Akasema nini? Kurudia. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu na wa walio hai na wafu. Akatuambia kwamba alituagiza ya kwamba tuhubirie watu na kushuhudia ya kwamba yeye ndiye atakayeweza kuokoa ulimwengu. Huyo manabii wote humshuhudia. Wanabii wote wanashuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Yeyote amwaminie katika jina lake ataweza kufanywa nini? Kupata ondoleo la dhambi. Kupata ondoleo la dhambi. Kitabu ambacho ninamalizia ni kitabu cha na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwake. Anasema na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwake. Nitaweka begani mwake. Yeye atafungua wala hapana atakayefunga. Akifungua na hakuna ambaye atakayefunga. Naye atafunga wala hapana atakayefungua. Na akifunga hakuna atakayefungua. Nami nitamkaza kama msumari mahali palipo imara. Yes. Naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Asante.